Yes, hamjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa, watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya habari zetu mbichi za kila siku na kila wakati. Tunawasalimia wale mnaotufuata mkiwa Marekani, Ulaya na Afrika. Salamu zetu ziwafikie kabisa na tunawatakia tena asubuhi njema ya leo jeudi le 22 janvier 2026, tukiwakaribisha kwa mara nyingine katika taarifa zetu za asubuhi ya leo. Habari mbichi ambazo tumewaletea asubuhi ya leo, tutawapeleka moja kwa moja katika teritware ya Walikale kwenye waasi wa M23 walianzisha mashambulizi ya pamoja katika maeneo mawili ya kimkakati karibu na eneo ya Pinga. Aglomeration ya Iteya pamoja na Mpombi zilikuwa atake na waasi wa M23 wakapigana vikali na jeshi la Kongo pamoja na wazalendo. Upande mwingine tutawapeleka katika maeneo ya Sud Kivu huko mteritware ya Uvira, tuwaambie habari mbichi kutoka huko asubuhi ya leo. Na kama kawaida tumewaletea habari mingi tena mbichi. Mnayoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayowaletea habari za kweli tena zenye uhakika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawasihi kuendelea kusubscribe, yani kujiabone, ili kukuwa nazipata taarifa zetu zote kwa wakati. Mcomment na muzilike habari hizi, pia na muzisambaze kwa walio wengi ziwafikie. Msisahau kujiunga nasi na grupe yetu ya WhatsApp ili kukuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Namna ya kujiunga nasi na grupe yetu ya WhatsApp ni kugusa hapo kwenye titre. Chini ya titre hiyo hapo mu description mtapata linki yetu, mjiunge nasi kupitia linki hiyo. Bila shaka mtakuwa mkizipata habari zetu zote kwa wakati. Taarifa zetu za asubuhi ya leo tutawapeleka katika eneo ya Walikale mu groupement ya Kisimba, maeneo yanayo kuwa karibu na Pinga kwenye waasi wa M23 walianzisha mashambulizi ya pamoja katika maeneo mawili ya kimkakati, tena nafasi kubwa za jeshi la Kongo pamoja na wazalendo katika akse ya Pinga Mpeti, eneo ya Iteya pamoja na Mpombi. Hizo eneo kulikuwa ndani mapigano makali. Kabla ya kuwapeleka katika taarifa za mapigano hayo, tuwapeleke huko Uvira, tuwaambie kabisa hali halisi huko. Najua ya kwamba wengi wanapenda wazifahamu habari kutoka huko maeneo ya Uvira, wajue kinachoendelea ni kipi katika teritware ya Uvira kabisa. Ndiyo hii waasi wa M23 toujours wanaendelea kukaa katika eneo ya Sange njo kwenye waasi wa M23 wako kurejea nyuma katika maeneo ya Kamanyola na Bukavu, kule njo kwenye waasi wa M23 wako. Jeshi la Kongo pamoja na wazalendo wanakaa kabisa kuanzia eneo hii ya Runingu hapa njo kwenye wanaanzia nao kurudia nyuma Kiliba pamoja na maeneo ya Uvira. Habari zilizosambaa kuhusu kukatwa kwa konexio za marezo kule Orange na Vodacom pamoja na Airtel, ATF, RDC pamoja na wazalendo njo wenye walikata rezo hizo ili wafanye mambo yao kisiri huko. Habari hizo ni za bongo, haiko FARDC au wazalendo ambao walikata zile rezo, ila ni kucheza tu kwa konexio. Katika mji wa Uvira siku ya jana rezo zilikuwa mbaya sana, ndipo habari hizo zilisambaa na pia zikatangazwa na Bertrand Bisimwa, yule ni presida wa M23, akatangaza kwamba katika mji wa Uvira FARDC isha kope rezo pale ili ifanye mambo yao katika mji huo bila kujulikana, ambapo walishutumu jeshi la Kongo kuwa linapanga kufanya masakre kwa Wanyamlenge. Habari tunazo kutoka katika maeneo ya Uvira na maeneo kando yake ni ya kwamba rezo zilikuwa zikicheza, iko kusema ni FARDC ambayo lizikata
Hapana, zilikuwa zikicheza, na si hapo tu bali katika maeneo pia ya Kalehe na Kabare. Kuna rezo mbaya sana za Orange pamoja na Vodacom. Ile sasa ni probleme ya nani ya rezo zile, haiko kusema ni FRDC ama gouvernement ya Kongo ambayo ilikata rezo za simu ili kufanya operasyon kisiri katika maeneo hayo. Hayo ni mambo ambayo yaliacha kabisa wengi wanashutumu jeshi la Kongo na wazalendo kuwa wako nafanya masakre huko. Taarifa zinazotufikia asubuhi ya leo ni ya kwamba hakuna tatizo, ni kucheza tu kwa rezo, na katika mji wa Uvira hakuna mapigano ama masakre ambayo ilifanyika pale. Kila kitu kiko en controle pamoja na wazalendo na jeshi la Kongo ambao wanakontrole mji huo. Wakati sasa waasi wa M23 wako na rikile polepole katika maeneo ya Uvira huko mu territoire ya Walikale, wanampanga donc wako napanga kuavansi wakamate eneo ya Pinga, eneo ya kimkakati sana inayopatikana mu groupement ya Kisimba. Siku ya jana kuliripotiwa mapigano makali. Nikiwaambia ni makali ni kwa sababu ni mapigano ambayo yalidumu kwa siku nzima, kuanzia saa 10 za asubuhi mpaka saa 1 jioni. Walikuwa na wako napigana huko. Mapigano hayo yalianzishwa na waasi wa M23 wakatake ngome za kimkakati za jeshi la Kongo pamoja na wazalendo katika maeneo mawili, eneo ya Itea pamoja na eneo ya Mpombi, katika maeneo yanayopatikana katikati ya eneo ya Pinga pamoja na eneo ya Mpeti. Mnavyoona kabisa, Pinga ndiyo hii njo agglomeration ya Pinga. Eneo ya Mpeti nayo inapatikana quelque part ici, njo hapa kabisa. Mnavyoona Pinga na Mpeti, eneo hizo mbili ziko kwa umbali sana, ni 40 kilometre ambazo ziko hapo. Eneo ya Mpeti iko baze kubwa ya kijeshi ya waasi wa M23. Kwa wale ambao walikuwa wakizifuata taarifa zetu, waasi wa M23 katika eneo ya Mpeti walikuwa wakiendelea kurenforcer, donc kutia wanajeshi wengi pale na vifaa. Kuanzia mwezi wa 10 wa mwaka jana walikuwa wakirenforcer, wanajeshi wengi walikuwa wakitokea katika maeneo ya Kichanga wanaelekea maeneo ya Masisi, wanashuka mpaka Kalembe maeneo hayo ya Kalonge, wanasonga mbele, wanaingia Minjenje, wanafika Mpeti. Vifaa na silaha, vifaa tofauti, na wanajeshi wengi walikuwa wakifika katika eneo ya Mpeti. Na kwa sasa eneo ya Mpeti iko base militaire kubwa ya wasi wa M23. Donc pale kuko kabisa defense kubwa ya wasi hawa. Baada ya kurenforcer na kujiandaa vya kutosha kwa wasi hawa wa M23, siku ya jana waliatake jeshi la Kongo katika maeneo mawili ya kimkakati ambayo nayo ni mapozisio makubwa ya jeshi la Kongo pamoja na wazalendo. Na waambia ya kwamba ni maeneo yenye kimkakati kwa jeshi la Kongo, ama ni mapozisio makubwa kwa jeshi la Kongo, kwa sababu hayo maeneo ambayo waliatake ndiyo maeneo ambayo FARDC na wazalendo wako na wanajeshi wengi pale, usina vifaa vingi pale, kwa sababu hayo maeneo ndiyo maeneo ambayo pia yanaulinda mji wa Pinga. Donc kutoka katika maeneo ya Itea na Mpombi ukielekea Pinga, pale njo kwenye kuko defense kubwa za FARDC zinao defendre mji wa Pinga unaopatikana katika eneo hii ya Walikale. Mapigano hayo sasa yaliripotiwa katika maeneo ya Mpombi pamoja na Itea. Eneo hizi mbili ziko wapi? Munifuate vizuri. Muko naona eneo hii ya Mpeti. Eneo ya Mpeti ukishuka rute yote ambayo inapita pamoja na ile riviere ya Luhulu, njo pale. Munaona hapa kwa Noire ni mtoni
ile riviere ya Luhulu. Pembeni yaka kabla ni route ambayo inatoka maeneo ya Mpeti ikielekea Pinga. Ukishuka sasa kwenye mto huu na route hii utafika maeneo ya Burai. Muko naona agglomeration ya Burai ndio hii hapa. Na jina ndio hii hapa iko naonekana. Sasa eneo mbili za kimkakati ambazo zilishambuliwa na waasi wa M23 ni Itea na Mpombi zinazopatikana hapa mbele kidogo. Ukitoka Burai ukielekea eneo ya Mpeti hapa katikati njo kwenye zile eneo ziko. Baada ya waasi wa M23 kusonga mbele katika maeneo ya Walikale na wakafika katika eneo ya Mpeti, deja FARDC ilionaka ginsi eneo ya Pinga inawezi kuwa menase na AFC M23 kwa sababu ni kilomita chache 40 kilometre. Ikatia sasa mire hapa, ikatia wanajeshi wengi na vifaa vingi katika maeneo hayo mawili ya Itea na Mpombi. Na katika eneo hizo mbili sasa siku ya jana kuliripotiwa mapigano. Waasi wa M23 walitokea Mpeti wakatake jeshi la Kongo katika maeneo hayo mawili. Mapigano yalidumu kwa siku nzima. Yalianza saa 10 za asubuhi jana, wakapigana siku yote, na ilipofika saa 10 na moja, saa 12 na saa 1 za Juni ya jana, hali ikaanza kurejea ya utulivu. Waasi wa M23 pale hawakusonga mbele. Jeshi la Kongo na wazalendo walifanya kazi, wakawarepuse rute yote tena wakawakimbiza mpaka wakawafikisha katika eneo ya Mpeti, eneo ambayo ni defense kubwa ya waasi wa M23. Na maeneo hayo mawili yako mumikono ya jeshi la Kongo, donko yanasalia mumikono ya wazalendo pamoja na FARDC. Waasi wa M23 walirejea katika eneo ya Mpeti. Hapa kuliripotiwa mapigano makali ambapo yalisababisha hata wakaaji wengi kukimbia. Wakaaji kutoka katika maeneo ya Itea hapo katikati ya Burai na Mpeti kwenye mapigano yalikuwa yakisikika, walikimbilia katika maeneo ya Burai, hata wengine kuelekea katika eneo ya Pinga ambayo ndiyo hii hapa. Na hali inaendelea kukua tete sana katika maeneo haya. Wakaaji waliobakia hapo wanaendelea kukua na wasiwasi sana, wakihofia kuwa tena wakati wote AFC M23 inaweza ikatake jeshi la Kongo na wazalendo hapo. Hivyo tena na kuendelea tena kwa mapigano. Wakaaji kutoka maeneo hayo wanaomba jeshi la Kongo pamoja na wazalendo kuanzisha operasyon za kutafuta koma wa rekipere eneo ya Mpeti, kwa sababu njo eneo ambayo iko naandaliwa ndani kila kitu. Eneo hii ya Mpeti iko kama kabisa, nitaisema donc njo kwenye AFC M23 wako na pangia operasyon zote katika maeneo, kwa sababu ni eneo kubwa ambayo wako nayo katika eneo hizi. Njo kwenye kuko defense zao kubwa, vifaa njo kwenye viko. Donc eneo hii ya Mpeti njo inafanya menase kuhaya maeneo yote, na njo kwenye wako naandaa vita vyote wakiatake ili wasonge mbele katika eneo ya Pinga. Sasa wakaaji kutoka hapo wanatoa wito kwa wazalendo na jeshi la Kongo kuwaatake waasi hao, kwa sababu waishaanza kuwa na shambulia wazalendo na FARDC kule, deja wanapenda wasonge mbele. Sasa wakaaji wao wanahitaji FARDC na wazalendo njo wenyewe waatake waasi hawa katika eneo ya Mpeti, epui wairekipere. Na wakati watakapo irekipere, deja eneo ya Pinga itakuwa iko bien sécurisé. Me wakati eneo ya Mpeti ingali hapo na waasi wanaendelea kujiandaa na kurenforcer pale, ingali menase sana kwa muji wa kimkakati wa Pinga unaopatikana mkilomita 40 kutoka eneo ya Mpeti. Na hapo ni katika grupema ya Kisimba. Waasi wa M23 walianzisha vita kule ili wasonge mbele waelekee eneo ya Pinga. Ni wakati wako
na endelea kushindwa katika njia za diplomasi. Wanaondoka katika maeneo tofauti huko Uvira, katika Walikale nako wanapenda wasonge mbele. Kule kabisa jeshi la FARDC pamoja na wazalendo wasimame imara, wapiganishe waasi hao wasije wakasonga mbele na kukaribia mji wa Pinga na hata kukamata mji wa kimkakati unaopatikana katika teritware ya Walikale. Tuendelee na taarifa zetu. Upande mwingine tuwapeleke huko Mbujimai kwenye vijana wengi wanajiandaa kabisa kukuwa wanajeshi wa Kongo. Maelfu ya vijana wanatarajiwa kuajiriwa katika vikosi vya wanajeshi vya Kongo FARDC vilivyozinduliwa Jumatatu siku ya juzi le 19 huko Mbujimai, mji mkuu wa Kasai Orientale. Kulingana na vyanzo vilivyo karibu na jeshi la taifa, operation hii iliyoandaliwa katika klabu ya madini ya Bakwanga MEBA inalenga kuunda kikosi maalum kinachoitwa Rangers. Kuanzia saa za asubuhi, vijana kadhaa wenye umri wa miaka 19 hadi 25 walikusanyika karibu na eneo la kuajiri. Wahitimu na wale walio na diploma wanahimizwa hasa kujiunga na safu hizo. Kijana mmoja ambaye alikuwa hapo alisema ya kwamba, nilikuja kuomba kujiunga na jeshi ili kutumikia nchi yangu chini ya bendera. Wakati wa sherehe ya uzinduzi mkuu wa misheni ya FARDC alibainisha kuwa waajiriwa wapya watafaidika na mafunzo yanayotolewa na wakufunzi wa Israeli. Lengo ni kuimarisha uwezo wa uendeshaji wa kikosi hiki maalum katika maeneo kadhaa, ikiwa ni pamoja na usafiri wa anga. Baada ya usajili, vijana walioajiriwa hufanyiwa vipimo vya uwezo wa kimwili mara moja, hatua ya awali ya kuunganishwa kwao kwa mwisho na FARDC kabla ya kutumwa katika kituo cha mafunzo kote nchini. Hapo ni katika Mbujimai kwenye FARDC wako na rekrute vijana kabisa wajiunge na jeshi, na vijana huko wengi walijitolea kujiunga na jeshi la Kongo kutumikia kabisa nchi ya Kongo wakipigania. Upande mwingine tuwapeleke katika mji wa Butembo. Siku ya jana yule depute Mbidule Mitono ambaye anajulikana katika maeneo ya Nord Kivu, hususan katika mji wa Butembo kwa sababu ni mzaliwa wa hapo, alipatana na wakaji wa Butembo siku ya jana kurompo VGH njo kwenye alifanyia reunion na wakaji wengi katika mji wa Butembo. Wakati wa reunion yake hapo alitangaza mambo tofauti, ambapo aliambia population ya kwamba President Felix Tshisekedi hajasahau kabisa promesi zake kwa wakaji wa Butembo. Atafanya hayo, yanaendelea kuandaliwa yale yote ambayo aliahidi, na kitu ambacho alikisema akiwa mbele ya wakaaji hapo, alisema kwamba jeshi plito kundi la silaha la ADF linalofanyia kazi katika maeneo ya Lubero, maeneo ya Ituri, na ADF ambayo mnajua kabisa wanapiganaka na jeshi la Kongo sana, inaongozwa na Joseph Kabila. Mbali na hayo, akaafirme ya kwamba ADF inatumika na AFC M23 kwa sababu wote kabisa wanamtumikia Joseph Kabila. Donc Joseph Kabila kote yeye ndio mwenye anawasaidiaka. Alisema kwamba mwaka wa 2013 ndipo Joseph Kabila alianzaka kusaidia ADF katika maeneo ya Ituri pamoja na teritware ya Lubero. Depute huyu kabisa mbele ya wakaji alisema kwamba Joseph Kabila ndiye tatizo kwa sasa la Kongo, hususan mashariki mwa nchi ya Kongo, kutokana na vita vinavyoendelea, makundi mengi yenye silaha, yeye ndio mwenye anayaongozaka. Yule ni depute Mbidule kutoka Butembo ambayo alitangaza hayo.
Ndugu zangu, asante. Hizo ndizo habari ambazo nilikuwa nimewaletea asubuhi ya leo, na washukuru sana kwa kuwa mnaendelea kuzifuata habari zetu za kila wakati. Hivyo basi tupatane katika taarifa zifuatazo za mchana wa leo, tukiwaambia jinsi kabisa hali iko, tukiwapa taarifa tofauti katika maeneo tofauti. Tunawaomba basi kusubscribe, yani kujiabone, ili kukuwa nazipata taarifa zetu zote kwa wakati. Muendelee kucomment na kulike na muzisambaze habari hizi kwa walio wengi ziwafikie. Kama kawaida, mkumbuke kujiunga na grupu yetu ya WhatsApp ili kukuwa nazipata habari zetu zote kwa wakati. Asante sana, tunawatakia asubuhi njema, tupatane katika taarifa zifuatazo. Merci.